Tukio la mwanaume mmoja kufyatua risasi katika sherehe ya White House iliyofanyika kwenye hoteli ya Hilton mjini Washington limeendelea kuteka hisia kote ulimwenguni. Katika sehemu ya matukio ya picha, ziko picha mbalimbali ambazo zimetolewa, na miongoni mwa picha hizo, picha hii imetrendi sana, ikihuzunisha na kusikitisha wengi, wakimwonea huruma mama huyu ambaye anaonekana mjamzito na akifanyiwa usaidizi wa kutoka kwa haraka sana katika eneo la tukio kwa ajili ya kuweza kunusuru maisha yake. Sasa ziko picha nyingi na nitakufahamisha. Tukianza na picha hii ambayo imechukua nafasi kubwa sana katika vyombo mbalimbali vya habari. Inamuonesha mwanaume huyu ambaye ni afisa mkubwa kabisa wa ngazi ya juu wa ikulu ya Marekani, White House. Jina lake anaitwa Stephen Miller. Alikuwa akimsaidia mkewe Kate Miller kwenye tukio hilo la risasi Washington. Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na maafisa wengine wa serikali waliondolewa katika hoteli hiyo ya Washington Hilton baada ya risasi kuanza kusikika. Sasa huyu ni afisa wa ngazi za juu kabisa wa White House hapo Marekani, akimsaidia mkewe huyu ambaye alikuja kujumuika naye katika usiku adhimu kabisa ambao hufanyika mara moja tu kwa mwaka, kwa kuwakutanisha waandishi wa habari na reporters wa vyombo vya habari kuzungumza, lakini pia kupata historia mbalimbali, vituko, vichekeshi na mambo chungu mzima, ambapo rais hutarajiwa kuhudhuria tukio hilo, ambapo kwa mara ya kwanza rais wa Marekani Donald Trump alihudhuria, ilhali katika kipindi cha miaka 4 ya awali aliyotawala kama rais wa Marekani hakuwahi kuhudhuria hata mwaka mmoja katika usiku huo wa dinner gala ambao uliweza kufanyika. Hii ilikuwa ni mara yake ya kwanza katika tukio hili la kihistoria, ambapo Marekani huwa inakaa karibu zaidi na waandishi wa habari kuzungumza nao. Sasa imekuwa ni kama mkosi. Sasa huyu mama ameonekana kutaabika sana namna ambavyo alikuwa anasaidiwa na mume wake huyu ambaye ni mfanyakazi wa White House. Hii ni picha ambayo imechukua nafasi kubwa sana. Picha nyingine ni hii hapa ambayo unaiona. Hawa ni FBI wakiwa na silaha hizi, bunduki aina ya sniper, wakikaa attention kwa ajili ya kuangalia mhalifu ama adui popote pale ambapo anaweza kuonekana na kuchukua hatua ya kumdhibiti maafisa hawa. Hii ni picha ambayo imechukuliwa na imechapishwa katika vyombo vingi sana vya habari. CNN, BBC na vyombo vingine pia vimetumia sana picha hii. Lakini picha nyingine ambayo imenukuliwa na ilitoka mapema sana, haraka sana, ni hii ambayo inawaonesha maafisa wa Secret Service. Hawa ni mawakala wa kikosi cha ulinzi maalum cha ulinzi ikulu, ambacho huwa kinamlinda rais pamoja na makamu wa rais, wakiwa wako attention kwa ajili ya yeyote ambaye anaweza kutokea. Mbele anaonekana ni mwanadada huyu, afisa wa Secret Service mwanamke, akifuatiwa na wanaume wawili ambao wote walikuwa wameshika handgun, lakini pia kwa pembeni anaonekana afisa mwingine akiwa katika upande wa elevator lift hii, akiwa amekaa chonjo, akiwalinda wenzake na kuangalia kitu gani ambacho kinaweza kujiri hapo. Picha nyingine hii ambayo unaiona, afisa ambaye awali alikuwa akionekana akiwa nyuma ya hao maafisa wengine watatu, yeye akiwa umbali kidogo wa mita chache katika eneo la lifti. Picha nyingine ni hii hapa ya JD Vance, makamu wa rais wa Marekani, alivyookolewa wakati akiwa amekaa katika ukumbi huo wa hoteli ya Hilton na akafika katika eneo ambalo ni salama zaidi. Picha nyingine ni hii hapa ambayo unaiona. Hawa ni wanawake waandishi wa habari ambao walikuwa shocked sana baada ya tukio hilo kutokea. Huyu mmoja unaona kabisa analia na anabembelezwa na mwenzake, mwingine akionekana kupiga simu pengine kutoa taarifa na mambo kama hayo. Picha nyingine ambayo imeacha watu mshangao zaidi ni hii ambayo inaonesha meza zikiwa empty, zikiwa tupu, ni vinywaji tu ambavyo vinaonekana hapo juu, ilhali watu wote wakiwa wamelala chini ya meza, chini ya viti, katika uvungu wa viti, uvungu wa meza. Upande mwingine maafisa wa Secret Service wakiwa wanapiga doria katika eneo hilo. Imeonesha namna gani ambavyo kila mmoja alikuwa anatetea uhai wake, na kiukweli kifo si kitu ambacho kila mmoja anakitaraji. Utaona namna gani ambavyo kila mmoja alikuwa akihami ama akinusuru maisha yake kwa namna moja ama nyingine. Picha hii hapa ya mwisho tunamaliza nayo. Hii picha inaonesha polisi wakiwa nje ya ukumbi huo wa hoteli ya Hilton Washington. Pembeni pia yakionekana magari ya huduma ya kwanza, na gari hii ambayo ni nyeusi inaonesha tu hapa indicator ni gari ya maafisa wa polisi, lakini pia huenda ikawa ni gari kwa ajili ya wale wageni waalikwa ambao wamehudhuria hafla hiyo.
Una mtazamo gani kuhusiana na tukio hili ambalo tumeripoti kwa ukaribu sana tangu siku ya jana, tukio lililotokea usiku wa Jumamosi saa za Marekani na Jumapili kwa saa za Afrika ya Mashariki, na sasa bado inachukua nafasi kubwa sana wakati huu ambako rais wa Marekani Donald Trump akiwa bado katika mvutano na shinikizo kubwa la kutafuta duru ya pili ya mpango wa amani kudumu hapo Mashariki ya Kati baina yake yeye na Irani, ambako Irani walituma ujumbe kwenda Pakistani na ujumbe huu ulikataa kuonana na wajumbe wa Marekani Abbas Araghchi ambaye aliongoza ujumbe huo, lakini baadaye tulishuhudia rais wa Marekani Donald Trump aliwakataza Jared Kushner pamoja na Steve Witkoff kusafiri kwenda Pakistan, akidai kwamba ni matumizi makubwa ya gharama, lakini pia masaa mengi yanatumika angani kwa ajili ya kwenda kutafuta mpango wa amani. Badala yake anahitaji kuona Iran wapige simu wenyewe kuonesha utayari wao, na ndipo ambapo atakuwa tayari. Na ni maamuzi ambayo rais Donald Trump anayachukua baada ya awali Irani kukataa mazungumzo, lakini pia kukataa kukutana na maafisa ama wajumbe wa Marekani. Hakikisha una subscribe kama hujafanya hivyo, vile vile turn on notification kwa ajili ya kuwa karibu zaidi kupata habari zetu punde tu tunapokuwa tunakuripotia hapa, lakini vile vile share, comment pamoja na kulike taarifa zetu.